Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi umeendelea kuimarika na hivyo kutoa huduma bora kwa wananchi. Mathalan, wizara imeendelea kuhimiza matumizi ya mfumo wa tehama, yani e-ardhi, na wote mtakuwa ni mashahidi siku ya uzinduzi wa sera ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023. Mheshimiwa Rais pia alipata fursa ya kutuzindulia mfumo wa e-ardhi ambao pamoja na kusogeza huduma karibu na kwa wananchi, pia tumeweza kuanzisha ofisi za ardhi za mikoa. Aidha, huduma za ardhi zimeendelea kutolewa karibu zaidi ya wananchi kupitia kliniki mbalimbali za ardhi ambazo zimeendelea kuendeshwa katika maeneo mbalimbali nchini, na hata wiki mbili hizi tumekuwa tukiendesha kliniki ya ardhi pale katika viwanja vya Bunge, na wengi wenu humu pia nimewaona pale katika banda letu la ardhi na mmepata huduma, na naamini mtakuja kuyasemea hayo hapo baadaye. Ukiacha tu kufanya kliniki na kusogeza huduma karibu na wananchi, wizara imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo mradi wa uboreshaji usalama wa milki za ardhi, yani LTIP, program ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi, yani KKK, na mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji wa ramani, yani LDI, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga kuongeza kasi ya upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi nchini. Vile vile, maeneo yaliyoendelezwa bila kupangwa yameendelea kurasimishwa. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, azma ya wizara ni kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya ardhi ili kuendelea kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za ardhi kwa wananchi. Hatua zinazoendelea kuchukuliwa ni pamoja na usambazaji wa mfumo unganishi wa kielektroniki wa huduma za ardhi, yani e-ardhi. Mfumo huo umewezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa wakati, kupunguza gharama na urasimu. Mfumo huu umeanza kutumika katika mikoa ya Arusha, Dodoma, Mbeya, Mwanza na Tanga, na ni matarajio ya wizara kwamba usambazaji wa mfumo katika ofisi zote za ardhi za mikoa tutakamilisha kusambaza mfumo huu mpaka ifikapo mwaka 2027. Ili kuboresha huduma za ardhi nchini, ikiwemo usimamizi wa maeneo ya kiutawala, usimamizi wa udhibiti wa uendelezaji ardhi na utoaji ardhi, wizara inakusudia kuanzisha Tume ya Taifa ya Ardhi, yani Land Commission, ambayo pamoja na mambo mengine itaweka mfumo mmoja wa usimamizi wa utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi katika ngazi zote, hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya sekta. Na hivi tunavyozungumza tayari timu za wataalam zimeshakwisha kukaa, na tunaendelea sasa na masuala mengine ya maandiko na kadhalika ili kuweza kuanzisha Land Commission hii ambayo itakuwa ni mwarobaini wa matatizo mengi sana ya ardhi tulionayo hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, ramani za msingi zilizopo nchini zimeandaliwa kati ya mwaka 1960 na mwaka 1970, na hivyo zimepitwa na wakati kutokana na mabadiliko mengi, ikiwemo ya teknolojia katika mfumo wa kiupimaji, uoto wa asili na matumizi ya ardhi, kama vile uendelezaji wa makazi na ujenzi wa miundombinu. Aidha, ramani za matumizi maalum, yani thematic maps, zikiwemo za utawala, utalii na miundombinu, haziendani na mahitaji ya sasa kwa shughuli za kiuchumi, kijamii, utawala, maamuzi na uwekezaji. Hivyo, wizara imekusudia kupiga picha za anga kwa kutumia ndege yenye rubani na zisizo na rubani, yani ndege nyuki, zitakazonunuliwa na wizara kupitia mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani, ambazo zitachakatwa na kuandaa ramani ya msingi kwa nchi nzima. Hatua hii itasaidia kurahisisha kazi ya kupiga picha za anga na kuandaa ramani za msingi kwa nchi nzima zenye taarifa za kijiografia zilizobainisha hali halisi ya sasa itakapokamilika ifikapo mwaka 2030. Na hapa niseme kidogo. Tunaposema ramani ya msingi na kwamba tunapiga picha upya, haimaanishi ya kwamba tunakwenda kuchora mipaka upya ya nchi yetu. Hapana. Mipaka ya nchi yetu inabaki ni ile ile, ramani ya nchi yetu ni ile ile. Kinachofanyika, nitoe mfano,
mwaka 1960 au mwaka 1970, kwa wale ambao ni wa hapa Dodoma, kama una kakaangu Chidawali yuko pale, mji kama Kibaigwa haukuwepo kabisa. Lakini hata Dodoma yenyewe ya mwaka 1960 au 1970 si Dodoma iliyokuwepo leo. Wengi wenu hapa huenda mlipohamia Dodoma ilikuwa imeishia roundabout ya Shabibi au Kisasa mwisho. Lakini leo wote mnafahamu baada ya ujio wa makao makuu Dodoma imebadilika. Kwa ramani ya msingi tulionayo kwa ajili ya kupanga maendelezo mbalimbali ya miundombinu, kwa ajili ya kupitisha mabomba ya maji, kwa ajili sijui ya kupitisha nguzo za umeme zinazotumika na taasisi zote, ni ramani za msingi ambazo mwisho wake ilikuwa ni mwaka 1970. Kwa hiyo niliona nitoe ufafanuzi kwamba nini kinaenda kufanyika. Tunaenda kupata picha halisi ya kilichopo juu ya ardhi yetu katika taifa letu kwa hali ya sasa ilivyo. Kwa sababu ndio maana mnakuta kuna changamoto zingine, saa zingine huyu anapanga A, kesho lami imewekwa, kesho kutwa unaona tena lami mpya imetinduliwa. Kwa sababu yule naye alipopanga ramani yake, alienda akaona pale hakuna kitu, anaweza akapitisha miundombinu yake. Nadhani hapo nimeeleweka ndugu zangu, si ndivyo? Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, wizara imeandaa program maalum ya uendelezaji upya maeneo yaliyochakaa katika miji mbalimbali nchini. Program hii itasaidia kuboresha huduma za kimsingi katika maeneo hayo na hivyo kuyawezesha kuchangia ipasavyo katika pato la taifa. Program hii imelenga kuboresha maisha ya wakazi, kupunguza umaskini, kuongeza fursa za kiuchumi na kuhakikisha miji inakuwa endelevu na inavyoweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwa na majengo, miundombinu na huduma bora zaidi kwa Watanzania. Katika program hii, jumla ya maeneo 111 yenye ukubwa wa hekta 24,309 yameainishwa katika mikoa 24 kwa ajili ya kupangwa na kuendelezwa upya ili kuwa na tija kiuchumi na kijamii. Hivi karibuni, wiki kadhaa zilizopita, huenda kuna wengine mliweza kuona tukizindua sasa mpango huu pale jijini Dar es Salaam katika eneo la Makangira lililopo Msasani. Ni mpakani kabisa mwa Oyster Bay na Msasani inapoanza. Utaona ubavu huu wa Oyster Bay umepangwa vizuri. Lakini ukisogea tu pale Msasani ambao hata kwa huku mbele kuna mabucha mengi sana, pale ni maeneo ambayo hayajapangwa vizuri na serikali inashindwa kupitisha miundombinu, kuweza kupitisha barabara na vitu kama hivyo, huduma kwa wananchi. Kwa program hii inakwenda sasa kuhakikisha ya kwamba tunapanga maeneo kama yale ambapo ni shirikishi, tunashirikiana na wananchi wenyewe, ambapo serikali na mpango wa kuhakikisha ya kwamba tunawatafutia makazi mbadala kwa kipindi ambacho tunatekeleza mradi huu wa kujenga upya na kupaendeleza, na baadaye wananchi wale watarudi katika makazi ambayo yameboreshwa na maeneo mengine kuweza kuendelea kupitisha miundombinu mbalimbali. Na mradi huu tumezindua pale Dar es Salaam Makangira, lakini tunafanya katika mkoa wa Mbeya, yani jiji la Mbeya, tunafanya Unga Limited, halmashauri ya jiji la Arusha, na Igogo katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Hivyo nitoe wito kwa wadau wote kushiriki kikamilifu katika kufanikisha utekelezaji wa program hii ili kuleta mapinduzi yatakayobadilisha mandhari na taswira ya miji yetu. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, serikali imekamilisha marekebisho ya sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 na hivyo kuwa na sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Na tayari imezinduliwa tarehe 17 Machi 2025 na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Malengo makuu ya sera hiyo ni kuhakikisha kuna mfumo madhubuti wa umiliki wa ardhi, usawa katika upatikanaji wa ardhi, usimamizi na matumizi ya ardhi kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Sera imeweka mwelekeo mpya wa usimamizi na utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi, ikiwa ni pamoja na kuwezesha utambuzi na usajili wa kila kipande cha ardhi nchini, ardhi yote kuchangia maduhuli ya serikali, usimamizi na uendelezaji wa maeneo nyeti na kutumia baadhi ya maeneo hayo kiuchumi kuwa mfumo wa uratibu wa taarifa za kijiografia miongoni mwa taasisi na wadau wengine, kuwa na usimamizi wa ardhi unaozingatia hifadhi ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na kuimarika kwa utawala bora katika usimamizi wa utawala wa ardhi.
Kwa sasa wizara inaendelea na marekebisho ya sheria mbalimbali zinazohusu sekta ya ardhi ili kuwezesha utekelezaji wa matamko yaliyomo katika sera tuliyoizindua. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, serikali ya awamu ya 6 imeanzisha kitengo cha miliki ili kuweza kusimamia kikamilifu sekta ya miliki. Serikali imeweza kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wadau mbalimbali wa sekta ya miliki na kutoa elimu kwa umma kupitia mikutano mbalimbali na kuratibu uanzishwaji wa vyama vya wakala katika mikoa mbalimbali. Aidha, serikali ipo kwenye mchakato wa kutunga sheria ya miliki ambayo itaanzisha mamlaka ya usimamizi wa sekta ya miliki, yani Real Estate Regulatory Authority, ambayo pamoja na mambo mengine itakuwa na jukumu la kuunda mfumo madhubuti wa usimamizi wa sekta ya miliki, kutoa taarifa sahihi za wadau wa soko la miliki na kuongeza ufanisi wa wataalamu wa sekta. Hapa pia niwaelezee kidogo lengo zima la kuanzisha Real Estate Regulatory Authority. Nyote ni mashahidi. Hivi sasa hata mimi kesho naweza, au mtu yote hapa ndani anaweza kesho akaanzisha kuwa dalali. Na hili limepelekea kuanzishwa pia kwa migogoro mingi sana katika sekta ya ardhi. Eneo kuuzwa mara mbili, ama jingine mtu labda dalali huyu kaenda kashachukua advance ya huyu, dalali huyu akapeleka nusu kwa huyu, dalali eneo ni hili ni moja. Lakini baadaye mwananchi anajikuta labda amenunua eneo, kumbe eneo hilo kama nilivyosema awali limeuzwa na watu wengi. Anayeumia hapa ni mwananchi ambaye ametoa fedha zake, lakini baada ya kuwa ameshaumia haujui utampata wapi dalali yule, kwa sababu hatuna chombo cha kuweza kuwasimamia madalali katika sekta ya ardhi. Na hichi pia kimekuwa chanzo cha migogoro mingi sana katika sekta yetu ya ardhi. Kwa serikali imeona sasa wakati umefika wa kuweza kuanzisha chombo kitachosimamia mawakala wanaofanya biashara ama wanaodili na jambo lolote lile linalohusiana na miliki, ili wote wasajiliwe, watambuliwe, tuwafahamu na nani anafanya kazi sehemu gani. Tutakubaliana kwa pamoja kwamba uholela umezidi sana katika sekta hii, na ndio maana kila siku mnaona Watanzania wengi wakiwa wamepoteza fedha zao nyingi kwa sababu ya kutokuwa na chombo kama hichi. Lakini sasa tupo katika hatua za mwisho kabisa za kuhakikisha tunakuwa tuna chombo ambacho kitawasimamia lakini kuwalinda Watanzania walio wengi ambao wananunua ardhi ama wapo katika sekta ya miliki. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, katika kipindi cha awamu ya 6, wizara imepokea shilingi bilioni 64.5 kwa ajili ya kutekeleza programu ya kupanga, kupima, kumilikisha ardhi yani KKK katika halmashauri 131, ikiwemo shilingi bilioni 50 zilizokopeshwa kwenye halmashauri 57 kupitia mfumo wa maendeleo ya ardhi yani Plot Development Revolving Fund. Fedha hizo zimewezesha upangaji na upimaji wa viwanja 556,191. Na hapa niseme kwamba mfuko huu umekuwepo kwa miaka mingi, lakini mfuko huu haukuwahi kutumika. Ni kwa maono yake mwenyewe Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kwa mara ya kwanza alielekeza Wizara ya Fedha kuweka bilioni 50 katika mfuko huu. Na ndio katika kipindi hichi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan unaona tumeweza kupima viwanja 556,191 kupitia tu mfuko huu. Kwa ni jambo kubwa, na halmashauri tulizoshirikiana nazo zinarejesha fedha hii, na tayari tuna maombi mengi ya fedha kwa ajili ya kuweza kwenda kuendeleza maeneo mengine. Hapa Dodoma mfano mzuri ni kule Kitelela ambapo wizara imepima viwanja, na hivi sasa kama mnavyofahamu vilitolewa tangazo, vipo ambavyo vinauzwa ni kupitia mradi huu wa KKK, na tunaangalia kuendelea maeneo mengine na mengine na mengine ili kuweza kupata viwanja vingi zaidi. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema hapo awali, kwa kuwezesha mfuko huu ambapo tangu kuanzishwa kwake haukuwahi kuwekewa fedha yoyote ile. Katika kipindi hiki wizara pia imetekeleza mradi wa uboreshaji usalama wa miliki za ardhi yani LTIP.
Mradi huu umewezesha uhakiki wa mipaka ya vijiji 871 na uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 846 katika halmashauri 21. Aidha, jumla ya vipande vya ardhi 583,734 vimehakikiwa na vimepandishwa katika mfumo wa e-ardhi. Vile vile hati za haki miliki za kimila 318,868 zimesajiliwa katika vijiji 236 vya wilaya 6 za Songwe, ambazo ni Songwe, Chamwino, Mufindi, Mbinga, Maswa na Tanganyika.